Hatuwezi kubalia fake activists kutoka hapa Kenya kuenda kuleta vurugo nchi nyingine, then wakishikwa huko wanakuja kutuambia ati siji mara Tanzania mara fake activists. Wacha nikwambie Bramwell, hatuwezi kubali tena, nirudie, we cannot allow fake activists waingilie siasa ya nchi nyingine kisha wakuje watuambia ati ni Wakenya tuwa support kwa sababu kila nchi wako na their way of doing things. Na tunataka kuambia Tanzania hivi, wafuatilie law zao, na wakipata hao watu walifanya makosa washikwe na waekwe huko ndani na wengine walani. Tundu Lissu ile mambo ambayo anafanyiwa kule Tanzania, mimi nataka kushtumu vikali na kusema ya kwamba huko hakuna demokrasia. Kwa sababu Bram, mimi nimeangalia mambo ambayo Tundu Lissu alikuwa anapigania. Kitu ya kwanza alikuwa anapigania mambo ya tume ya IEBC, tume ya uchaguzi ya huko. Inachaguliwa na rais na hata hakuna vetting ya parliament. Yaani unaamka na unasema leo Bram wewe ndio IEBC chair. Anasema ya kwamba Sangara ndio secretary, huyu ndio Lesupeo ndio commissioner. Alafu baada ya hapo hakuna vetting hata ya parliament. Sasa unapata ya kwamba wakienda katika uchaguzi huyu rais anachagua leo listi wake. Ya pili Bram, ni mambo ya kutokuwa na mahakama kuu. Hakuna mahakama baada ya kutangaza urais kule Tanzania. Opponent hauwezi ukaenda katika mahakama vile sisi kwa tunaenda Supreme Court kupinga uchaguzi. Yaani ile ambaye tume imetangaza hiyo ni final. Ati siku ya kura yetu saide mawaka moto. Ati activists wa Tanzania hakuja hapa kusema Ruto hajashinda ama Raila hajashinda. Walikuwa wameenda tu ku-attend court session. Hawakuwa wameenda kuingilia katika mambo yao. Yaani wewe vile mimi naweza toka hapa na naenda na attend tu court session. Kwani ku-attend court ni makosa? Kama mtu ameshikwa na ana attend tu court ni makosa gani Bram? Mmoja Tanzania ni nchi ambayo hajabelee kisiasa. Mmoja bado wako nyuma sana. Sasa unajua ukiangalia wale wakina Boniface, hata Martha Karua, hata Willy Mutunga, wale walienda pale. Hao kuenda pale maandamano. Walienda pale ku observe. Na walienda pale kwa mwaliko wa Tanganyika Law Society. Hawakujipeleka tu huko. Walialikwa na Tanganyika Law Society. Tanganyika Law Society. Ndio maana walienda huko. Na ilikuwa ku observe tu. Na sasa hizi ukiangalia mtu kama Boniface ameshikwa, hajapelekwa kotini tangu Monday hadi sasa hizi. Ameshikwa, amekuwa held in communicado. Hakuna communication na mawakili wake, hakuna communication hata na familia yake. Sasa hizi hapatikani kwa simu. Niko na namba yake hapa, patikani kwa simu. Sasa tukizungumzia haya maneno, tunataka serikali ichukulie kitu very seriously. Hawa walienda, mnasema ni kwa mwaliko wa Law Society ya kule Tanzania. Walikuwa na haki ya kwenda kule. Wako na haki kabisa. Bram, unajua sisi Kenya, Tanzania, Uganda, juzi Kongo tumeiweka, kina Rwanda na Burundi na Somalia, tuna enjoy kitu inaitwa